Waache Watanzania wafanye mambo yao kwa mujibu wa katiba. Kama ishu ya maandamano ipo kwa mujibu wa sheria na katiba. Waacheni wafanye haki yao. Kwa nini mnawatengenezea mazingira ya kuwatishatisha? Hii jambo sio jambo zuri. Na tunavunja katiba mnapofanya hivyo. Maana mkifanya hivyo mnaongozea hasira wa watu. Mwisho wa siku wanakomaa, wanazoea, wanaona kumbe watafanya hivi, kumbe watafanya hivi. Kumbe wanapita mtaani wanananilie. Hebu tubadilike, hili sio jambo zuri, halina afya. Njia pekee ya kutuliza mambo hapa, yani njia pekee, the only way to settle down all the problem ni kufanya mwafaka wa kitaifa. Hii ndio njia pekee ambayo itasaidia haya yote kuliko kuwatishatisha. Na watishaji wananchi, watu wenu walipa kodi hawa, wake zenu hao, wake zenu, wa nini, wa marafiki zenu, ndugu zenu, wachumba zenu, ndio hawa wako uraiani. Kwa hiyo mnawatishatisha. Kwa nini mnawatisha? Sio jambo zuri. The only way ni kufanya mwafaka wa kitaifa, kudumisha upendo na amani katika taifa, na sio kuwatishatisha raia. Mimi sikubaliani nayo, iko kitu na sikipendi. Tunataka tujue pia huu mwaka ni tofauti. Hili swala halihusu chama fulani, eti sijui chama cha upinzani. Hapana, hili swala ni la taifa. Tusome alama za nyakati tuone. Hili swala linahusu taifa. Sio swala la Chadema hili swala. Kwa mwaka huu mnabidi muangalie hata yenyewe tofauti wa huu mwaka. Watu waalizishwa nao endelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnataka mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi, ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huku na sehemu nyingine wapo upande wenu, hapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake, yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia Watanzania kutimiza haki yao